Shirika la ndege la Tanzania Air Tanzania limetangaza mpango wa kuwarejesha nyumbani raia wake walioathiriwa na hatua ya kusitishwa kwa safari za ndege kufuatia mgogoro uliozuka eneo la Mashariki ya Kati baada ya Marekani na Israel kuishambulia Irani na kumuua kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei Jumamosi iliyopita. Katika taarifa iliyotolewa leo Ijumaa Machi 6, Air Tanzania imesema ndege hiyo maalum itasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea Dubai na kurejea Dar es Salaam siku ya Jumapili. Imesisitiza ndege hiyo sio ya kibiashara na kuongeza kwamba itawapatia kipaumbele wasafiri ambao walikuwa wamekata tiketi kabla ya safari kusitishwa. Mashirika ya ndege ya kimataifa yakiahirisha safari zake kuelekea Mashariki ya Kati tangu Irani ilipoanza kulipiza kisasi hatua ya Marekani na Israel dhidi yake kwa kushambulia kambi za jeshi la Marekani zilizo katika mataifa ya Kiarabu katika eneo hilo. Ndege zinazoingia na kutoka katika viwanja vya ndege vya Tel Aviv, Dubai, Doha na vituo vingine vya kimataifa katika eneo hilo zimesitishwa. Sasa maoni yako mtazamaji, naanza kupitia hapa. Namuona huyu hapa anasema huu ni uamuzi mzuri sana, serikali inapaswa kuwalinda raia wake popote walipo. Mwingine anasema hongera Air Tanzania kwa kuwajali wa Tanzania waliokwama nje ya nchi. Mwingine anasema ni muhimu sana kuwapa kipaumbele wale waliokuwa tayari wamekata tiketi kabla ya safari kusitishwa. Mwingine anasema mgogoro wa Mashariki ya Kati unaathiri watu wengi wasiokuwa na hatia. Anasema tunawaombea wote warudi salama. Naweka nukta na jumbe mbili za mwisho hizi hapa. Namuona huyo hapo kwanza anasema hatua hii inaonyesha jinsi usafiri wa anga unavyoweza kuathiriwa haraka na migogoro ya kisiasa. Na kamilisha na ujumbe wa mwisho kabisa. Anasema tunatumaini ndege hii maalum itasaidia Watanzania wengi waliokwama Dubai na maeneo ya karibu. Asante sana kwa maoni yako, nawe pia nitakuja kupitia pale baadaye ujumbe wako ambayo unatutazama hivi sasa. Mimi naitwa Friday Mangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.